Asanteni sana. Mimi kwa maoni yangu naona sisi kama Wakenya bado tutahangaika sana. I think kuna gazeti hapa iliuliza swali nzuri sana. Was Ruto ready to rule the country? Hii masuala yenye gazeti lituuliza hapa ndio naona inarudi tena the same kwa Mheshimiwa Matiang'i. Matiang'i ametolewa mahali alikuwa anafanya kazi huko, ameletwa hapa Kenya aje wanie urais. Yeye mwenyewe hajataka kuokoa hii nchi. Manake nchi yetu ya Kenya tuko na shida. Hajajitokeza mwenyewe kukuja kuokoa nchi yetu ya Kenya. Ameletwa kwe kama puppet ya baadhi ya watu wengine kutoka kule Mount Kenya. Hivyo ndio walituambia Ruto, walituletea Ruto hapa. Wakaambiwa Ruto ni mwizi, huyu jamani jambazi, hakuna mtu alimuelewa. Saa hii hivyo Ruto ametupeleka venye ametupeleka. I think this is the high chances wa Kenya wafunguke akili na wawache kuwa sijui mara sisi watu wa mlima ndio kusema katika nchi ya Kenya. Tuongee lugha moja, tusikizane, tujue hii Kenya tutasonga mbele vipi. Lakini tukileta watu kama Mheshimiwa Matiang'i mwenye wakati alikuwa CS wa Interior alikuwa anatumia ubabe. Yule ndio dikteta mkubwa. Sasa mimi nasema hivi, Matiang'i is not fit for the presidency of this country. Bado we are waiting for Mheshimiwa Raila Odinga. Alituambia anasaidia Ruto kumaliza term yake ya kwanza. Bado muda iko bado kama 2 years. Hiyo uongozi wa Ruto ishe, atupatie mwelekeo. This time round hii miba imetudunga. I think Wakenya tufunguke akili tuone hii kitu imetufanyikia. Tukipiga kura coming 2027, tufungue macho yetu na akili yetu na tujue ni nani tunaweza mpigia kura mwenye zakoa hii nchi. And I'm advising you for free. Kama Raila hatakuwa kwa debe, mjaribu mchague mwenye anaweza fanya kazi na Raila Amolo Odinga. Tutakuwa tumesuluhisha shida zote ya hii nchi. Asanteni.